Kama tunavyofahamu kwamba kuna sheria zaidi ya 400 nchini kwetu hapa, lakini lengo kubwa kama tulivyosema, kulingana na yale majukumu ya tume, yaani kufanya tafiti, mapitio pamoja na tathmini za sheria, ni kuwezesha hizi sheria ziweze kuendana na hali ya nchi yetu, kulingana na ukuaji wa sayansi na teknolojia sambamba na ukuaji wa kiuchumi, lakini pia kulingana na kukua kwa jamii ya nchi yetu hapa Tanzania. Hivyo sisi kama Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania tunakuwa tuna jukumu kubwa la kuhakikisha hizi sheria tulizonazo zaidi ya 400 zinaweza kuendana na hali hii ya nchi yetu, kulingana na ukuaji sambamba na maendeleo ya sayansi na teknolojia, kuziwezesha sheria zetu ziweze kuendana na hali ya ukuaji wa kiteknolojia. Hivyo sisi kama Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania tunatekeleza jukumu letu sambamba na kuandaa mikakati pamoja na mpango kazi wa utekelezaji wa shughuli zetu za tume kila mwaka kulingana na mwaka wa fedha wa serikali. Katika kutekeleza mipango mbalimbali, sisi kama tume huwa tuna vipaumbele ambavyo tunavitizama wakati wa maandalizi ya mpango wa kazi zetu. Mojawapo ya kipaumbele tunachoangalia ni kuangalia, je, kwa sasa tunatekeleza nini kwenye taifa. Kwa sasa tunaangalia dira ya mwaka 2025 mpaka 2050. Kwa hiyo kwenye ile mpango kazi tunaangalia kipaumbele cha kwanza dira ya taifa ya maendeleo. Mle kwenye dira ukisoma vizuri kuna mambo ambayo yamewekwa mle ndani ambayo tutawekea mpango kazi katika kutekeleza sheria ili moja kwa moja yaingie iwe kipaumbele katika kutekeleza bajeti zetu. Lakini pia vitu vingine tunaangalia, je, kwa sasa jamii ina uhitaji gani? Kuna mapungufu gani kwenye sheria? Kupitia vikao mbalimbali vya wadau, tunapopata maoni kwenye maeneo mbalimbali tunayokwenda kufanya kazi, kwenye vipindi vya redio, kwenye majukwaa ya mikutano mbalimbali, kule tunakutana na wadau wanatoa maoni yao kwamba kwa sasa sheria hii labda imepitwa na wakati au imefika wakati sasa hii sheria iangaliwe kufanywa maboresho. Kwa kupitia hivyo tunaakisi mipango ya maendeleo ya taifa, lakini pia tunaakisi mahitaji ya taifa kwa ujumla. Sisi kama wataalamu wa sheria, baada ya kupokea maoni kutoka kwa wadau mbalimbali, taasisi za serikali, taasisi binafsi, asasi za kiraia, tunakaa kama jopo la wataalamu wa sheria, tunachakata, tunakwenda kwenye sheria, tunaangalia, je, tatizo ni hili tu peke yake au kuna tatizo lingine zaidi ya hili ambao wadau wametuelekeza. Kwa hiyo tukishachambua tukagundua kwamba changamoto ya sheria labda ni utekelezaji wake, aidha wanaoenda kuitafsiri sheria wameshindwa kuitafsiri vizuri au na wananchi wenyewe hawajapata elimu tosha kuhusiana na matumizi ya ile sheria. Baada ya kuchakata pale, tunaingia kwenye process za kufanya mchakato wa marekebisho ya sheria. Tukishakamilisha mchakato, tunaandaa ripoti. Ile ripoti tunamkabidhi Waziri wa Katiba na Sheria, yeye anaipeleka bungeni. Akishapeleka bungeni, taratibu za kibunge zinaendelea, baadaye marekebisho ya sheria yanakuja kufanyika. Na mpaka sasa labda tume imekushatoa taarifa ngapi za mapitio ya sheria na pia na mchango wake wa maboresho ya sheria nchini? Asante ndugu mtangazaji. Mpaka sasa tuna zaidi ya sheria 65 ambazo zimeshatolewa ripoti zake na zimekabidhiwa serikalini kwa ajili ya mchakato mwingine wa maboresho ya sheria nchini. Lakini pia kwenye mchango, tume imetoa mchango gani? Kwa kiasi kubwa sasa tumetoa mchango mbalimbali katika sekta hii ya sheria. Kwanza tumetoa mchango wa kuhakikisha kwamba kuna baadhi ya sheria mpya hazikuwepo zimetungwa. Baada ya kufanya mchakato wa kufanya tafiti zetu, tulipata sheria mpya. Kwa mfano sheria ya vinasaba kwa vipimo vya binadamu ilitungwa baada ya tume kupeleka mapendekezo yake serikalini. Lakini pia sheria ya watu wenye ulemavu nayo ilitungwa baada ya tume kupeleka maoni serikalini kwamba kuna umuhimu wa kuwa na sheria ya watu wenye ulemavu kwa sababu ni kundi maalum. Lakini pia sheria ya mtoto ilitungwa baada ya sisi tume kwenda kupeleka mapendekezo serikalini. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine unaweza kuona kama ni mchango gani sisi kama tume tunatoa katika mapendekezo ya kutungwa kwa sheria mpya. Kama tunavyofahamu, mwaka 2023 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliweza kuunda Tume ya Haki Jinai, ambayo tume hii ilikuwa ina jukumu la kupitia mfumo mzima wa utoaji wa haki jinai hapa nchini. Na tume hii iliweza kuja na mapendekezo mbalimbali ambayo ya namna bora ya uboreshaji wa mfumo wa haki jinai sambamba na taasisi zinazohusiana na haki jinai. Na katika mapendekezo hayo, sisi kama tume tulipata jukumu la kuweza kupitia baadhi ya sheria ili kuweza kufanikisha azima ile iliyowekwa katika mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai kuweza kufikiwa. Na hadi sasa tumefanya mapitio
na tafiti mbalimbali za kisheria ili kuweza kuyatimiliza au kuyatendea kazi mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai. Miongoni mwa maeneo ambayo tulifanyia kazi sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ambapo tuliangalia mfumo mzima wa masuala ya dhamana, lakini pia tuliweza kuangalia mfumo mzima wa namna ambavyo DPP anaweza kitaalamu tunaita kuintanole, yani jamhuri kusema haina nia ya kuendelea na mashtaka pale ambapo panakuwa hapana utoshelevu wa ushahidi ama panapokuwa na sababu zingine. Kwa hiyo sheria hii kwenye hayo maeneo yalifanyiwa mapitio na utafiti wa Tume ya Kurekebisha Sheria, na mapendekezo yakaenda serikalini sambamba na marekebisho kuwa yameshafanyika. Lakini pia eneo jingine ambalo Tume ya Kurekebisha Sheria iliweza kufanyia ni kwenye kanuni ya adhabu, ambapo ndani ya kanuni ya adhabu tuliweza kufanyia mapitio na utafiti kuhusiana na masuala ya makosa ya kimaadili. Kwa hiyo tume iliweza kutoa taarifa zake na maboresho yameshaweza kufanyika eneo hilo. Lakini pia kwenye kanuni ya adhabu pia tume iliweza kufanya utafiti na mapitio kuhusiana na masuala ya adhabu za viboko, na taarifa yake iliweza kuwasilishwa kwa ajili ya hatua za serikali kuweza kuendelea. Sambamba na hiyo pia Tume ya Kurekebisha Sheria imeweza kutekeleza jukumu hili kwa kuweza kupitia sheria inayosimamia makosa ya uhujumu uchumi pamoja na uhalifu wa kupangwa, ambapo kuna taarifa zilizoweza kuwasilishwa na kuweza kufanya maboresho katika sheria hiyo ili kuweza kutimiza azima ya yale mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai na kuboresha mfumo wa haki jinai hapa nchini kwetu Tanzania.